Kwa sasa naweza nikasema kwamba hakuna muda wa kusubiri. Hatimaye kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans na wenyewe pia wanashuka dimbani siku ya hii leo kuvaana moja kwa moja na Coastal Union, mchezo ulioko Tanzania bara. Ni moja mechi ambayo tunafahamu haijawahi kuwa rahisi, hasa kutokana na Coastal Union namna ambavyo wamekuwa wakicheza mechi hizi kubwa. Wapo chini zaidi, wanataka kujiweka kwenye mazingira ambayo ni mazuri zaidi. Hivyo kabla sijakwenda kukuangazia kikosi hapa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikiombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga. Kwa upande wa golini, kama ambavyo tunafahamu, leo mwalimu ni Moulin ambaye ndiye anasimamia moja kwa moja kwenye upande wa benchi la ufundi. Huyu ndiye anayesimama kama kocha mkuu, na golini yupo Djigui Diarra. Ambapo tunafahamu kwa upande wa Diarra anaendelea kuwa nguzo muhimu mlangoni kwa upande wa klabu ya Yanga. Ni goalkeeper ambaye tunafahamu amekuwa na reflex kali, lakini pia uwezo wa kuokoa mipira ya karibu, lakini pia kuongoza kwa usahihi zaidi kwenye upande wa safu ya ulinzi. Kwa upande wa mwalimu Moulin, yeye ambacho anakihitaji zaidi ni kuwa nguzo ya mwisho kwenye eneo la ulinzi na kuhakikisha timu itakuwa na utulivu kutoka nyuma. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Yao Kouassi. Kwa upande wa Yao tunafahamu ni mmoja wa mabeki wenye kasi kubwa ndani ya klabu ya Yanga. Sifa zake zaidi ni kasi yake, lakini pia usahihi wa kupiga crossi, lakini pia amekuwa ni mchezaji ambaye anasaidia zaidi kwenye eneo la kushambulia, hasa pale Yanga ambapo anakuwa anamiliki mipira. Lakini pia kwa upande wa Shadrack Kiboka moja kwa moja atasimama kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Boka tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na uwezo wa hali ya juu, namna ambavyo amekuwa spidi yake, lakini pia ni mchezaji ambaye amekuwa akijituma zaidi, lakini pia nguvu ya mwili. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi Boka kulinda upande wa kushoto, huku akisaidia timu kujenga mashambulizi. Kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Ibrahim Baka, ambapo tunafahamu kwa upande wa Baka ni beki ambaye amekuwa na uwezo mzuri wa kuweza kusoma mchezo, lakini pia amekuwa na uwezo pia kushinda mipira aina yote, nguvu yake, lakini pia ulinzi wa karibu, lakini pia atadhibiti washambuliaji wa Coastal Union ndani ya eneo la hatari. Lakini pia nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto ndiye ambaye atasaidiana na Ibrahim Baka kwenye eneo la katikati. Kwa upande wa Mwamnyeto tunafahamu huyu ni kiongozi ndani ya klabu ya Yanga, ni kiongozi pia kwenye eneo la ulinzi, utulivu wake wa hali ya juu, lakini pia pasi zake ndefu zaidi ambazo amekuwa akizipiga kwa usahihi ndizo ambazo mwalimu atakuwa anazihitaji zaidi kutokana na aina ya mchezo. Lakini pia kwenye upande wa viungo wa kati chini amewachezesha viungo wawili kwa upande wa mwalimu. Kwanza akaanza na Mohamed Damaro. Kwa upande wa Damaro tunafahamu ni kiungo ambaye amekuwa akifanya kazi kubwa kwenye eneo la katikati. Sifa yake kubwa zaidi ni kupora mipira, kusambaza pasi, lakini pia nidhamu yake ya uchezaji, ambapo kwa upande wake amekuwa anapiga ile tackling mara kwa mara. Lakini kwa upande wa mwalimu atakuwa sasa atakuwa akimhitaji kutulia zaidi, hasa pia kwenye eneo la kukaba kwa akili zaidi. Lakini pia Duke Abuya atakwenda kusimama moja kwa moja kwenye eneo hilo akisaidiana na Mohamed Damaro. Kwa upande wa Abuya tunafahamu ni kiungo mwenye nguvu, yani ile box to box, lakini pia amekuwa na uwezo wa kukimbia sana kwenye eneo la mbele, lakini pia kushambulia na kurudi kukaba. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kwa upande wa Duke kusaidia timu kushambulia, huku pia akisaidia ulinzi. Lakini pia Alan Okello atasimama kwenye eneo la juu, yani kiungo mshambuliaji. Kwa upande wa Okello tunafahamu ndiye chanzo kikuu cha ubunifu kwa upande wa klabu ya Yanga. Sifa yake kubwa zaidi ni pasi zake za mwisho, lakini pia atakuwa anapiga zaidi. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni mbunifu kwenye kila mchezo. Yeye ndiye ambaye mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kutengeneza nafasi za mabao kwa upande wa washambuliaji wa mbele. Lakini pia kwenye upande wa winga pembeni kulia yupo Max Nzengeli. Ni ngumu kumwona Nzengeli akianzia bench. Ni mchezaji ambaye amekuwa na kasi, lakini pia kupenya ulinzi, lakini pia kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji kushambulia kupitia upande wa kulia, lakini pia na kujaribu zaidi kuvunja ulinzi wa Coastal Union. Lakini pia Pacome Zouzoua moja kwa moja atasimama kwenye eneo la winga pembeni kushoto. Kwa upande wa Pacome tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na ubunifu wa hali ya juu, ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo wa kufunga, lakini pia kuweza kupiga pasi. Ni maana kwamba mwalimu atakuwa akihitaji zaidi akili ya Pacome kwa ajili ya kushinda mchezo. Mshambuliaji wa mwisho yuko Prince Mpumelelo Dube. Kwa upande wa Dube tunafahamu mshambuliaji ambaye amekuwa na uwezo mkubwa wa kumalizia mipira, lakini pia kumaliza nafasi, lakini pia ni mchezaji ambaye amekuwa akikaa kwenye eneo sahihi kwa wakati sahihi. Atakuwa ni mshambuliaji mkuu akitegemea zaidi kufunga mabao ya ushindi kwa upande wa klabu.